Bwana, Bwana, tulitoa na unabii, tena kwa jina lako tulifanya mambo mengi. Lakini Bwana Yesu atawaambia wazi wazi, ondokeni kwangu, maana mimi siwatambui. Bwana, 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 tulitoa na unabii, tena kwa jina lako tulifanya mambo mengi. Lakini Bwana Yesu atawaambia wazi wazi, ondokeni kwangu, maana mimi siwatambui. Utalia mpendwa wangu, jiandae mpendwa wangu. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 ule mstari wa 22 utasoma hapo, na mimi nitasoma kwa ufupi. Neno la Mungu linasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Mstari wa 23, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi nyote mtendao maovu. Ni huzuni sana, lakini neno la Mungu linaendelea kusema, wengi siku hiyo watalia na kusaga meno bila kupigwa. Hebu jiulize rafiki yangu, mtu unaweza ukalia bila kupigwa? Ni huzuni. Kwa nini? Kwa sababu kumekuwa na watu ambao wamejisahau. Inasikitisha sana. Utalia mpendwa wangu, jiandae mpendwa wangu. Ukitaka kujua, kwa sasa makanisani kumekuwa na vichekesho sana. Wakati kunapokuwa na maombi, kila mmoja yuko bize katika maombi, tena wanajifanya ni wacha Mungu kabisa. Lakini chunguza mambo yao, wana tabia za ajabu. Nataka nikupatie ushuhuda wa mpendwa mmoja, ushuhuda wa kweli na wala sio wa kutunga. Rafiki yangu mmoja alikuwa na wake wengi, pombe kwa wingi alikunywa nikitazama. Huyo rafiki yangu mtoto wake aliugua, mapepo mengi yalitaka kumnyonga. Huyo rafiki yangu akamshika mtoto wake, kwa jina la Yesu mapepo hayo akayatoa. Ukizingatia na kutazama kwa undani zaidi, ni kama kumekuwa na hali ya kamchezo fulani. Kutoa mapepo imekuwa kama sifa fulani. Wakati huo mambo yanayofanyika makanisani na maeneo mbalimbali kwa kweli yanakatisha tamaa. Hata unaweza ukakutana na mtu ambaye asiyeamini, ukamuuliza, kwa nini hutaki kuamini? Anasema, kwani kuamini ni kitu gani? Kwa nini hata walioamini ni kama sisi tulivyo? Utamjibu nini? Lakini mwisho wake utasema, njoo tu, Mungu atakutengeneza. Lakini kwa kweli ukirudi kuchunguza, inaumiza. Utalia mpendwa wangu,
ndipo nikajua watu wengi wamepotea sana, kwa maana wanadhani kutoa pepo ni utakatifu. Wameacha msingi uliowekwa na Mungu wetu, kushika amri zake na imani ya Bwana Yesu. Hapo ndipo nikajua watu wengi wamepotea sana, kwa maana wanadhani kutoa pepo ni utakatifu. Wameacha msingi uliowekwa na Mungu wetu, kushika amri zake na imani ya Bwana Yesu. Unajua jina la Yesu ambalo kwa Kiebrania anaitwa Yahushua lina maajabu ya ajabu sana, lina makubwa sana, lina uwezo mwingi sana, na neno lake linasema tumepewa kwa ajili yetu jina moja tu litupasalo kuokolewa kwalo. Kila atakayeliamini ataokolewa. Kumbuka neno linasema kila atakayeliita jina hilo kwa imani atapona. Sasa ukiona unaliomba, unahitaji mahitaji na jina hilo unapata wokovu, haitoshi kukuhalalishia maovu yako, haitoshi. Inabidi ubadilishe mienendo, kwa sababu kuna mapenzi ya Mungu ambayo unapaswa kuyafanya. Lakini kupata wokovu na jambo la muhimu sana hilo kwako. Sawa na kwenda polisi ukiwa na changamoto, lakini ulitakiwa kufa, ila utakuwa umepata nafuu, kwa sababu neno la Mungu linasema sasa hatuhitaji kuhukumiana, lakini uhalisia inabidi ushike amri zake, kwa maana ndiyo msingi uliowekwa na Mungu wetu. Mungu akubariki sana. Asante.